Sitaki ndoa nyumbani kwangu. Mama wa kambo alinyanyuka taratibu kutoka kitandani, akatoka nje ya nyumba. Akaenda nyuma ya nyumba. Palikuwa na banda moja la kuku, mahali palipoficha siri yake kwa muda mrefu. Ndani ya banda hicho ndipo palikuwa na jogoo wake. Jogoo ule hakuwa jogoo wa kawaida. Ilikuwa jogoo kubwa na manyoya yake yalikuwa mekundu na meusi. Na sauti yake ilipowika ilisikika kama ya kiumbe toka ulimwengu mwingine. Mama wa kambo alimkaribia. Mama wa kambo akakaa chini, kisha akazungumza naye kwa sauti ya chini, sauti ya siri. Alimwambia kwa uchungu, kwa hasira na kwa wivu uliojaa ndani ya moyo wake. Kabla ya mwanangu Anita. Alisema hako tayari kumuona Salima akiolewa kabla ya mwanangu Anita. Kisha akaendelea kusema hako tayari pia kushangilia ndoa ya msichana asiyetoka tumboni mwake. Yoyote atakayekuja kwa ajili ya Salima, umuue kabisa. Maneno yake yalikuwa mazito, na jogoo alimsikiliza kama anafahamu kila kitu. Kuanzia siku hiyo, mama wa kambo akabadilika taratibu. Mbele ya Salima na baba yake, alionekana mwema zaidi. Alitabasamu, alimsifia Salima na aliongea maneno mazuri kuhusu ndoa inayokuja. Nakupenda sana, mwanangu Salima. Siku moja, mwanaume ule akafika nyumbani tena, akiwa na tabasamu, akiwa na mipango ya kujua taratibu zaidi. Salima akafurahi, baba yake akafurahi sana. Salima akakaa kimya, akiwa na aibu ya kawaida. Mama wa kambo alionyesha furaha kubwa. Baada ya mazungumzo, mwanaume ule akarudi. Siku moja, mama wa kambo akachukua simu yake, kisha akampigia kijana ule, akasema, Hello mkwe wangu, habari? Ninataka kuzungumza na wewe face to face. Naomba uje nyumbani, nina mazungumzo kidogo na wewe. Kijana akasema, Sawa mama, kesho takuja. Usiku mwema. Asubuhi kijana alijiandaa kwa safari. Alipofika, alishangaa kusikia maneno mazito ambayo mama wa kambo alimwambia. Mkwe wangu, Salima sio mwanamke bora kwako. Anita ni bora zaidi. Alisikiliza yote, lakini maneno yale hayakubadili msimamo wake. Kijana akasema, mama, asante sana kwa ushauri wako, lakini mimi nampenda Salima vile vile. Mama wa kambo akajibu kwa heshima zote, sawa mwanangu, nasikia. Kisha akasema, naamini kweli mwanangu Salima anapata mume bora. Mama wa kambo baada ya kushindwa katika mpango wake, alionyesha kama maneno yote aliyosema yalikuwa ni mtihani tu, ili ajue kama kweli kijana anampenda Salima. Kisha akasema, subiri nikupe zawadi, maana umenifurahisha sana. Mama wa kambo akaenda kuchukua zawadi. Kijana hakujua chochote. Alidhani mama wa kambo anafurahi kweli. Alidhani pia anafanya yote kwa nia njema tu. Lakini sivyo ilivyokuwa. Mama wa kambo alirudi akiwa na zawadi moja. Na zawadi hiyo ilikuwa yai. Aliyashika mikononi mwake kwa muda na moyoni mwake akisema maneno yake ya giza. Mizimu ya Katimo, naomba yai hii ifanye kazi. Akilishika tu, mara moja ageuke jogoo. Alimsogelea karibu yule mwanamume, kisha akampa yai hilo. Chukua zawadi yako sasa.
Mwanamume yule alipolishika yai hilo, mara moja aligeuka jogoo. Look at you. Mama wa kambo walicheka, kisha akasema, Mukwe kuku, nilikuonya au kusikia? Siku ambayo mwanamume yule alisema atakuja ilifika. Hapana baba, ni wiki tu, simuone na apokee simu yangu. Salima, baba yake na majirani walimsubiri mwanamume yule. Kwa nini kijana huu anafanya hivi? Baba, mimi sina bahati, sielewi kwa nini amenifanyia hivi. Lakini hakutokea tena. Kila mmoja arudi nyumbani kwake. Salima alianza kulia. Baba yake alikosa la kusema. Mama wa kambo alijifanya kushangaa kama wengine, kisha akasema, labda mwanamume yule amebadili mawazo, maana wanaume wa leo hawaaminiki. Kisha akaendelea kusema, usijali mwanangu Salima, wewe ni mzuri sana, huwezi kamwe kukosa mume. Siku zikapita. Mwanamume wa pili akajitokeza, naye alivutiwa na Salima. Mwanamume yule alitoa mali zote zilizoombwa. Kilichobaki ni siku ya ndoa. Baba akarudisha furaha yake tena. Siku ya harusi ilifika, lakini cha kushangaza, bwana harusi hakufika kanisani. Walimpigia simu. Simu iliita, lakini hakupokea. Kitu ambacho watu hawakujua ni kwamba mama wa kambo ndiye chanzo cha yote. Alimzuia bwana harusi njiani na akamuua. Salima alianza kujiuliza maswali. Je, mimi nina laana katika maisha yangu? Kwa nini haya yote yanatokea? Baba yake alijaa huzuni na mshangao. Kisha akajiuliza, kwa nini wanaume wote wanapotea baada ya kuja nyumbani kwangu? Baada ya wiki 2, kijana mwingine alikuja. Mwanamume wa 3. Mwanamume huyu alikuwa mtu asiyependa kushauriwa. Ushauri kwake huuchukulia kama dharau. Mama wa kambo alipomwona, alitamani kufanya kama alivyofanya kwa mwanamume wa kwanza. Alimuita na kuanza kumwambia kuwa Salima si mke mzuri. Salima sio mwanamke bora kwako. Tazama upande wa Anita. Wewe ni mama Mwanamume yule gani? alikasirika sana na akaanza kupaniki. Wakushauri hisia ya watu. Mimi sitaki ushauri yote. Mama wa kambo alipoona hivyo, alikimbia kuchukua yai lake la ajabu ili amgeuze jogoo kabla watu hawajasikia kelele. Lakini alipomfikishia yai, mwanamume yule alikataa kabisa kulishika. Akasema, Sitaki kitu chochote kutoka kwako. Mbona sikuelewi? Alivunja yai bila kulishika, akaligonga mkononi, yai likaamuka chini. Lilipoanguka, kilichotokea kiliwatisha wote. Mama wa kambo aligeuka kuwa kuku mweusi. Mwanamume alipiga kelele, Majirani, majirani, mama wa kambo anageuka kuku. ndipo baba wa Salima na Salima mwenyewe wakafika. Majirani nao walikusanyika. Kijana yule akasimulia mwanzo hadi mwisho wa kilichotokea. Watu walishamaa. Salima na baba yake walisimama kimya, wakitafakari ukweli uliokuwa umefichikwa kwa muda mrefu. Baada ya yote yale, mkijana mmoja kwa hasara alimchukua yule kuku na kumtupa kwenye pango la mbwa. Mbwa wakamtafuna mama wa kambo bila huruma.